Uhali gani ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Segerea Adventist Media. Leo ni siku nyingine nzuri kabisa katika kipindi chetu kinacholuka live kutokea hapa kanisa la Adventista wa Sabato Segerea, kipindi cha neno la mchungaji. Na siku ya leo tumebahatika kuwa na Pastor Mange. Pastor, karibu sana. Asante. Karibu sana Pastor, na mimi ninaitwa Penina Thomas ambaye utakuwa nami pamoja na Pastor katika mahojiano haya mafupi. Lakini kabla ya kuanza mahojiano haya na mjadala wetu mfupi, tuanze kwa ombi. Tuombe. Baba mbinguni, tunasema asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka masaa haya. Sasa Yesu, tunakualika ukapate kutusaidia tunapoenda kujifunza maneno mafupi. Tunaamini Bwana utatenda, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amina sana. Kama nilivyoelezea awali kwamba mada ya leo itakuwa inahusiana na habari ya anguko la mwanadamu. Anguko la mwanadamu limekuwa ni neno ambalo tunalisikia makanisani na sehemu nyingine mbalimbali kuhusiana na mwanadamu anavyoanguka. Pastor, kiufupi tuelezee anguko la mwanadamu linaelewekaje? Asante ndugu mtangazaji. Anguko la mwanadamu ni kile kitendo cha kufanya yale ambayo Mungu alimkataza asifanye. Baada tu ya binadamu kuumbwa, Mungu alimwagiza, kuna huu mti ulio katikati ya bustani ya Eden, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usiule, maana siku utakapoula utakufa. Kwa hiyo binadamu aliishi kwenye bustani ya Eden kwa muda fulani akitii maagizo ya Mungu, lakini ilipofikia siku akaula ule mti uliokatazwa, akawa ameanguka. Na ni huo mti tu kutokula kitu ambacho alikatazwa, alipokivunja, alipokwenda kinyume na agizo hilo, binadamu akawa ameanguka. Okay, Pastor, umesema kwamba binadamu ndio ambao waliweza kuanguka pale katika huo mti katika bustani. Je, hao binadamu walikuwa ni kina nani? Mungu alipoumba binadamu aliwaumba wawili. Mwanaume alikuwa anaitwa Adam na mwanamke akawa anaitwa Hawa. Walikuwa wawili tu alipowaumba Mungu pale mwanzoni, na akawaweka waishi kwenye bustani iliyokuwa ikiitwa Eden. Pastor, umezungumzia habari ya mti na ukaelezea kwamba mti ndio chanzo cha anguko la mwanadamu. Sasa je, Mungu alimwambia nini kuhusiana na huo mti Adam na Hawa? Mungu alikuwa amemtahadharisha kabisa, na alikuwa anapima uaminifu wake. Akamwambia, huu mti usiule, maana siku utakapokula utakufa. Alikuwa anapima uaminifu wake. Hilo ndilo agizo rahisi tu kabisa alilolitoa Mungu, na nilieleweka tu vizuri, kutokula ule mti. Na kwenye bustani ya Eden palikuwepo na miti mingi tu yenye matunda aina mbalimbali, na kulikuwepo na mti wa uzima ambao mtu anapokula matunda yake anaendelea kuishi bila kuona mauti. Lakini ule mti mmoja ukakatazwa, miti mingine yote karuhusiwa. Kwa hilo ndilo lilikuwa agizo la Mungu, na ni rahisi na lilieleweka ninavyoamini mimi kwa Adam. Sasa ni nani ambaye aliwashawishi kula ule mti ambao walikuwa wamekatazwa na ilikuwa ni agizo kutoka kwa Mungu? Ukisoma Biblia utakuta kwamba nyoka akamshawishi mwanamke Hawa, lakini sio nyoka hasa, ni shetani aliyemtumia nyoka kama chombo chake cha kumjaribu Hawa aende kinyume na mapenzi ya Mungu. Alimtumia nyoka, akaongea, akamshawishi kwamba Mungu amesema msile matunda yote. Akasema hapana, ametukataza mti ule wa katikati tusiule, miti mingine tunakula. Na ikumbuke kwamba Mungu alipokuwa akitoa ile agizo la kwamba musile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Hawa alikuwa hajaumbwa, alikuwa bado. Alafu akaletwa wanyama mbele yake, akawaita majina. Hawa alikuwa hajaumbwa. Alafu
Mungu akasema, Adamu akaona hakuna mnyama aliyefanana naye, baada ya kuwaita majina wanyama wote. Ndipo sasa agizo hilo lilitolewa na Mungu kwa Adamu akiwa peke yake, kwamba usile mti huu wa katikati. Sasa baadaye akaletewa usingizi, baada ya kuonekana mpweke yuko peke yake, akachukuliwa ubavu na Mungu, akaumbwa mwanamke. Mwanamke akaletwa kwa Adamu, akafurahi sana kupata mtu wa kufanana naye. Sasa inavyoonekana, maagizo sasa ya kutokula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya yalitolewa kwa Hawa na Adamu, ambaye alikuwa ameyasikia kutoka kwa Mungu kwamba musile huu mti. Pengine ni kutaka sasa kwamba Hawa auogope sana ule mti. Hawa akawa ameambiwa kwamba hata kuugusa msiuguse. Wakati anaongea na nyoka, alimwambia kwamba Mungu ametuambia huu mti tusiuguse wala kula. Lakini Mungu alipoagiza alisema musile. Sasa haya maneno ya msiugusa alitoa wapi? Inawezekana mawasiliano yake na Adamu alitaka akazie zaidi kwamba uogope kabisa hata kukaribia, ili awe salama zaidi. Neno kutokugusa liliingia hapo. Matokeo yake sasa, huyu shetani aliyekuwa amemwingia nyoka anamtumia. Aliposikia mwanamke anasema kwamba Mungu amekataza tusiguse matunda wala tusile, akaona amepata nafasi. Mwandishi mmoja nimpendaye wa neno la Mungu anasema kwamba shetani aliposikia Hawa anasema kwamba tumekatazwa hata kugusa, shetani kwa mfano wa nyoka alichuma lile tunda akamwekea mkononi huyo Hawa, alafu akamwambia, Mungu alisema msiguse, na sasa sumeligusa, nimekuwekea mkononi, mbona hujafa? Hapana, hutakufa. Mungu anajua kwamba mtakapokula mtafanana na Mungu, ndio maana amewakataza, lakini sasa hili tunda umeligusa na hujafa. Alafu akamwambia hivi, yule mwandishi nimpendaye anasema hivi, nyoka akamwambia, mimi nyoka huwa siongei, si unanijua? Ndio. Sasa naongea kwa sababu nimekula hili tunda nikapata uwezo wa kuongea. Sasa wewe uliye mfano wa Mungu, utakapokula utafanana kabisa na Mungu. Mwanamke akashawishika bila kujua kwamba anadanganywa. Akala lile tunda, akachuma na mengine kwa mkono wake, akampelekea na mume wake hayo matunda, na yeye akala. Okay, Pastor, umetuelezea kwamba shetani aliweza kumwingilia nyoka na akamshawishi Hawa kuweza kula tunda, na baada ya kula lile tunda akachuma matunda mengine akaenda kumpa mwenzi wake ambaye ni Adamu, na Adamu naye akala. Sasa kama Mungu alikuwa amekusha kutoa maagizo kwamba watakapokula tu watakufa, je, ni mabadiliko gani, ni matokeo gani ambayo aliweza kuyaona baada ya kula tunda? Asante sana. Kabla sijaeleza mabadiliko, napenda niseme tu kwamba mwandishi nimpendaye anasema kwamba kwa sababu Adamu alikuwa ameonywa na Mungu kuhusu kudanganywa na shetani kuhusiana na ule mti. Sasa shetani asingelikuja akionekana kama malaika akaona ajifanye nyoka, amtumie nyoka ili asihisiwe kwamba huyu ndio yule malaika aliyeanguka mbinguni ambaye alitaka tushirikishe kwenye anguko. Sasa walipokula walijiona wako uchi. Maelezo halisi yako hivi: kabla ya kula hili tunda la ujuzi wa mema na mabaya, walikuwa na mavazi kama yale wanayovaa malaika, mavazi ya utukufu. Sasa walipotenda dhambi, utukufu wa Mungu ambao walikuwa wanauvaa, vazi la utukufu, ukaondoka. Wakajiona wako uchi, hawana mavazi kabisa. Ndicho kitu cha kwanza walichokiona ambacho kiliwatokea, kujiona uchi,
mavazi yao ya utukufu waliokuwa nayo yakawa yametoweka. Wakatafuta majani, wakaanza kuyashona ili wajivike, wasiendelee kuwa uchi. Okay, Pastor, umejibu vizuri sana. Nipende kukushukuru. Lakini sasa unahisi ni kwa nini ile anguko la mwanadamu linaonekana kama ndio chanzo cha dhambi katika ulimwengu huu? Kule kuanguka tu kwa binadamu ndio dhambi. Maana kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu ni dhambi. Ni dhambi. Kwa hiyo wao walipokwenda tu kinyume na mapenzi ya Mungu, wakawa wametenda dhambi. Ndio hilo dhambi kabisa. Maana chochote ambacho Mungu anakisema, ukienda kinyume nacho unatenda dhambi. Wao walitenda dhambi walipoenda kinyume. Amina. Pastor, Shetani alivyomshawishi Hawa kupitia nyoka alikula tunda. Je, yale maamuzi ya Hawa kula lile tunda linaathirije kizazi chetu cha sasa? Asante sana. Kile kitendo cha Hawa ambacho pamoja na Adamu na yeye alikuja akala, kimetuathiri sisi binadamu. Maana tunazaliwa wadhaifu, wenye kufa, wenye kupenda dhambi zaidi kuliko kumpenda Mungu. Tumeathirika wote. Maana dhambi iliingia duniani kwa mtu mmoja, na sote tumeathiriwa na dhambi hiyo. Tunahitaji tu mkombozi ili tuondokane na dhambi hiyo. Na ikiwa kama Mungu alikuwa amekwisha kumwamini Adam na Hawa, na Adam na Hawa walikuwa wamewekwa katika bustani na tayari walikuwa wamekwisha kuvunja lile agano la Mungu tayari. Je, uaminifu wa mwanadamu sasa ambao Mungu alikuwa ameweka kwao, Mungu alikuwa ameweka uaminifu kwao, Mungu aliweza kuvunjwa, aliweza ule uaminifu ambao alikuwa kiuamini kwa Adam na Hawa, uaminifu ule ulivunjwa na kitu? Dhambi iliharibu kila kitu. Na kuingia kwa dhambi duniani kupitia Adam na Hawa kuliharibu kila kitu kabisa. Mungu hakuwaamini tena, maana wameshindwa kuwa waaminifu kwa kile kitu alichowaambia kidogo tu ili apime uaminifu wao. Wakala lile tunda walilokatazwa. Kwa hiyo hawakuwa waaminifu tena kwa Mungu, wakawa waasi, watenda mabaya. Baada ya Adam kula tunda pamoja na Hawa, Pastor, umeelezea kwamba walijikuta wapo uchi. Mwanzoni walikuwa wana ile vazi la utukufu. Kwa maana hiyo walikuwa wanajiona wapo kawaida kabisa. Walikuwa hawajijui kama wapo uchi. Baada ya kula tu ndipo walipoona matokeo yake kwamba wapo uchi. Sasa, je, ni tabia gani ambazo zilikuwepo hapo kabla ya hilo anguko la mwanadamu? Tabia zao kabla ya kuanguka zilikuwa njema, zinalingana na mapenzi ya Mungu. Walikuwa wanaimba, wanamsifu Mungu wakati fulani, wanamshukuru Mungu kwa jinsi wanavyoendelea na maisha. Walikuwa wema kabisa, hawana dhambi, hawana chuki yoyote, hawana chochote kilicho kibovu. Tabia ya utakatifu, walikuwa watakatifu kabisa kabla ya anguko lao. Walifanya vitu vyao vyote katika utakatifu, hawana dhambi wala mpaka walipoanguka dhambi, ndipo basi ikaanza kwao na ikaenea hata kwa watoto wao na watu wengine wote tukawa watenda dhambi. Tunayohitaji tu Mwokozi. Kwa hiyo kabla ya pale walikuwa watakatifu. Baada ya anguko dhambi ikatawala. Amina sana. Baada ya anguko dhambi ikatawala. Je, Mungu aliweza kuvumilia lile kosa ambalo wameweza kutenda Adam na Hawa? Mungu alivumilia lile kosa kwa sababu hakuwaua mara moja. Aliwapa nafasi ya pili, kwamba wale watakaomfuata Mungu wakamkataa Shetani aliyewadanganya wakampokea, basi watapata uzima wa milele. Ndio maana mpaka leo sisi tuko hai. Tumepewa nafasi ya pili ya kurekebisha makosa ya kwanza yaliyotokea ya kumwasi Mungu. Tukiwa waaminifu kwa Mungu,
tutaupata uzima wa milele. Lakini tusipokuwa waaminifu, basi kifo kile ambacho kilisemwa kwamba hakika mtakufa, tutakufa. Unajua maana kuna vifo aina mbili. Kifo cha kufa sasa na kifo cha kufa milele. Maana baada ya kufa huku kuliko ambako kunatupata, kuna kufufuliwa ili kupata hukumu. Sasa kifo cha pili baada ya kufufuliwa, kama sisi ni wabovu, basi ni kifo cha milele ambacho hakuna atakayekufa kifo kile atakayefufuliwa tena. Kwa ndio madhara ndio hayo ya kufa, lakini tuna nafasi kama tutampokea Mungu na kumfuata, tuna nafasi ya kuepuka kile kifo cha pili ambacho ni kibaya sana. Lakini nipende tu kusema hivi, watu kwa na imani mbalimbali kuhusiana na hili anguko. Wengine wanadhani kwamba haukuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya aliowakataza Mungu kuula, lakini lilikuwa ni tendo la ndoa Adam na Hawa walilolitenda ambalo Mungu alikataza. Hiyo sio kweli, kwa sababu baada tu ya Mungu kuwaumba aliwaambia zaeni, na wasingelizaliana kwa namna nyingine bila kuwa na tendo la ndoa. Kwa hiyo lilikuwa tunda kabisa la kupima uaminifu wao, ambalo ndilo walilila, wala hakuwa kitu kingine, wala sio fumbo. Maana baadaye watu wanasema kwamba kama wasingekula tunda la katikati tungelizaliwaje, wakiwa na maana kwamba Adam na Hawa walifanya tendo la ndoa wakapata mtoto, ndio hiyo ikawa dhambi. Haiwezi kuwa dhambi. Mungu hawezi kujipinga. Hawezi akwambia zaeni, alafu wakitaka kuzaa wanakuwa wameingia kwenye makosa. Ulikuwa mti kabisa na tunda halisia la kupima uaminifu wao. Amina. Pastor, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo inaelezea kwamba pia kuna adhabu ambazo mwanamke alipewa, ikiwepo kuzaa kwa uchungu, mwanaume atafanya kazi kwa jasho. Sasa je, kama Adam wasingekula lile tunda, unafikiri ni nini kingetokea katika dunia hii ya leo? Kama wasingelikuwa kula lile tunda, basi kama wangelimkatalia shetani kwamba hatuli, wangeliendelea na maisha yale ya utakatifu kabisa. Yaani wasingelikuwa wanaugua, hawasingezeeka, wasingelizaa kwa taabu. Maana moja wapo ya adhabu waliopewa Hawa ni kwamba utazaa kwa utungu. Wangelizaa bila utungu, wangelizaa watoto wao, watoto watakatifu, maisha yangeliendelea bila kufa, bila kuugua, bila shida, na wasingefukuzwa kwenye bustani ya Eden. Na watoto wao tungeliendelea tu kuwa kwenye bustani ya Eden mpaka leo, tukizaliana bila shida, bila tabu. Hapa kuwepo tena, Mungu hakupanga awapatie kipimo cha pili tofauti na hicho cha kwanza cha kutokula tunda. Wangeliushinda ule mtihani, wangelikuwa hawajafa mpaka leo, na watoto waliowazaa wangeliwazaa bila utungu, na wao wangelikuwa hawajafa. Hamuna kifo cha binadamu ambacho kingelikuwa kimeshatokea, wala wasingeli kula kwa jasho, wasingelihangaika sana, ardhi isingelilaaniwa. Wangelikuwa na maisha yale ambayo Mungu aliyapanga wayaishi, kama tu maisha ya malaika mbinguni ambao hawafi, hawazeeki, hawateseki, wanaendelea kuishi milele. Na hii dunia ingelikuwa na Hawa, Adam na Hawa na watoto wake na vijukuu wake wote, wanaishi milele zote bila shida yoyote. Pastor, kitendo cha Adam kupokea tunda kutoka kwa Hawa mkewe ndicho kilichofanya matokeo yale ya kuwa uchi yakaweza kuonekana, si ndivyo? Ndio. Sasa je, kama Adam asingelipokea lile tunda, na ni kitu gani kwanza kilichomfanya Adam akapokea tunda na akala? Kwa nini asingelikataa? Mwandishi mmoja nimpendaye anaeleza kwamba kwa kweli ilikuwa kazi ngumu sana kwa Adam kulipokea lile tunda na kula, kwa sababu alijua kwa uhakika kwamba atakufa, na kwamba Hawa amekula hili tunda atakufa. Kilichomfanya baadaye ashawishike yale
ni kwamba alikumbuka ule upweke wa kwanza, wakati alipokuwa peke yake, wanyama anawaita majina, hakuona wa kufanana naye. Sasa baadaye akaletewa mwanamke anayefanana naye, wakafunga ndoa, akampenda. Aliona sasa kwamba haya matokeo ya Hawa kula lile tunda, yeye atakufa, nitabaki peke yangu tena. Kwa Adam alikula akijua kabisa kwamba hili tunda nafanya dhambi, naenda kinyume na Mungu alivyosema. Yeye akasema tu ngoja nile ili mimi na Adam na Hawa tufe pamoja, kuliko mimi niishi peke yangu, Hawa afe, afadhali tufe wote wawili. Akala akiwa najua kwamba hili ni kosa na litaleta mauti. Aliogopa ile kuwa peke yake, mpweke tena, hana Hawa. Aliogopa kitu ambacho mwandishi nimpenda anasema hivi: kama Adamu angelikataa kabisa siri na akaomba Mungu nisaidie, mimi siwezi kula, Mungu angelimnusulisha Adamu, asingelikufa. Hawa angelikufa mara moja, na Adamu angelibaki tena peke yake. Na je, tungezaliana? Tungelizalianaje? Mwandishi nimpenda anasema kwamba Mungu angeliumba Hawa mwingine ambaye sasa hata ingia kwenye tabu wala kifo, maana mtihani ameshashinda Adamu. Angelimuumbia Hawa mwingine tena mzuri kuliko Hawa wa kwanza, na maisha ya milele yangeliendelea milele kabisa, bila shida yoyote, bila shetani tena kuja kuwajaribu, na wangelizaa watoto wakaendelea milele. Ile adhabu ya Adam ambayo alipewa na Mungu ya kufanya kazi kwa jasho, na imeathiri kitu kikubwa sana mpaka leo. Wanaume tunawaona wanafanya kazi kwa jasho kwa sasa, katika kipindi cha sasa cha dunia. Na mwanamke akapewa adhabu ya kuzaa kwa uchungu. Kuna scenario ambayo ipo leo katika ulimwengu wetu ya kwamba mwanamume ndo ambaye anastahili kufanya kazi kwa jasho. Mwanamke yeye kazi yake ni adhabu ya kuzaa kwa uchungu tu. Je, mwanamke asifanye kazi, mwanaume ndo afanye kazi tu kwa sababu yeye ni adhabu ambayo alipewa na Mungu? Si kweli kwamba mwanamke asubiri kuzaa tu, mwenye kufanya kazi awe mwanaume tu. Hapana. Maana kwenye bustani ya Eden walipowekwa, waliambiwa wote wailime na kuitunza. Hata kabla ya dhambi, binadamu wote wawili walikuwa wanalima bustani, wanaitunza wote wawili. Hii adhabu ilipotolewa tu kwamba utakula kwa jasho la uso wako utakula chakula, ni adhabu zilizotolewa, lakini haimtoi mwingine kula kwa jasho. Kila mwanamke atazaa kwa uchungu? Mbona wengine hawazai? Kama atasubiri kuzaa bila kufanya kazi, atakula kwa nani? Kila mwanamke ataolewa? Mbona wengine hawaolewi? Ili ategemee mume wake alete kwa jasho, yeye aletu abakiza adhabu yake ya kuzaa? Hapana. Hii ya kufanya kazi kwa jasho iko kwa wote. Hii ya kuzaa kwa uchungu iko kwa mwanamke. Lakini bado hicho kisiwe kisingizio cha wanawake kutokufanya kazi na kupata mapato, wakasema kwa sisi tuliambiwa kuzaa tu, maisha hatawezekana. Ni utegeaji, au niseme ni uvivu ambao umepatikana baada ya dhambi, na uvivu huo unatafutiwa visababu. Lakini wote tufanye kazi, japo mwanaume ndio anawajibika zaidi. Kama mwanamke atalala njaa, wakulaumiwa ni mwanamume, maana yeye ndio kichwa cha mkewe, alaumiwe sana. Kwa hiyo afanye kazi, lakini mwanamke ni msaidizi. Maana ya msaidizi ni nini? Ni katika kazi hizo zote. Kama mwanamke yeye hafanyi kazi, basi ni msaidizi wa namna ipi wa Adamu? Kama hafanyi kazi yote, amesubiri kuzaa, inapoteza maana ya mwanamke kuwa msaidizi. Kwa hiyo mwanamke amsaidie mume wake katika kazi za kupata mapato, na mwanamume amhurumie mwanamke wake anapopata shida ya kuzaa kwa uchungu, awe karibu naye akimfariji, akimpatia mahitaji yake katika utungu wake ule. Utakapokuwa umekwisha, basi waweze kufurahia mtoto wao. Amina.
Lakini pamoja na yote hayo, Adam na Hawa wametenda dhambi. Pamoja na kuanguka katika dhambi, Mungu mwishoni tunaona kwamba aliwasamehe. Je, nafasi ya Mungu ya huo msamaha ilikuwaje? Na je, Adam na Hawa walipokeaje ule msamaha? Waliamini kwamba kweli Mungu ametupa msamaha 100% au bado walikuwa wanaona kama vile hapana, Mungu kuna kitu anahitaji endelee kukitafuta juu yetu? Walipokeaje huo msamaha? Asante ndugu mtangazaji kwa swali lako lile. Mwanzo 3 mstari wa 15 anasema kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa nyoka, japo huyo nyoka atamponda kisigino huyo binadamu. Huo ulikuwa unabii, waliupata na kuelewa vizuri sana kwamba katika watoto tunaowazaa kuna mmoja atakuja mponde kichwa nyoka au shetani, amuue kabisa aliyewaletea madhara haya. Kwa hiyo walipokea kwa shangwe. Mwandishi nimpendaye anasema kwamba mtoto wao wa kwanza Kaini alipozaliwa walidhani huyo ndio atakuwa mwokozi wa kumponda kichwa shetani. Bahati mbaya hakuwa huyo. Kumbe mtoto aliyemponda kichwa shetani, atakayemponda kichwa shetani ni Yesu Kristo. Na tangu Adamu aishi mpaka alipozaliwa Yesu Kristo ilipita miaka zaidi ya 1400. Kwa hiyo napenda nituseme kwamba mtoto wa kwanza walimtegemea kwamba atakuwa mwokozi. Yule wa kwanza kabisa hakuwa yeye. Kwa hiyo alikuwa na shauku, pengine wa pili atakuwa mkombozi wetu wa kututoa kwenye janga hili la dhambi, na yeye hakuwa, mpaka walikufa wakitarajia. Kwa hiyo walijua tumesamehewa na tuna namna nyingine tutakayorudi kwenye mahusiano mema na Mungu, na walisubiri kwa hamu sana. Bahati mbaya, kumbe ilikuwa baada ya muda mrefu ndio mwokozi atazaliwa. Wakafa wakiwa na matarajio hayo kwamba kuna siku atazaliwa atakayemuua huyu nyoka aliyetuingiza kwenye dhambi. Watayaona baadaye, baada ya kufufuka Kristo anapokuja, watashuhudia shetani akiuawa kabisa kwa moto na Yesu aliyeleteleza dhambi katika sayari hii. Tunashukuru sana Pastor. Je, haya matokeo ya anguko la mwanadamu ambayo yalileta dhambi, na tunaona kwamba Mungu amekwisha kuwapatia watu msamaha katika maisha ya sasa ambao tunaishi katika ulimwengu huu ambao umejaa dhambi na maasi yamekuwa ni mengi sana, na ushawishi umekuwa ni mwingi na vita vimekuwa ni vikali sana, tunawezaje kuweza kuepuka ili anguko katika maisha yetu? Asante ndugu mtangazaji, nipende tu kueleza kwamba Mungu hakumsamehe binadamu. Tutumie tu neno kwamba alimpa nafasi ya pili, alimpatia rehema, kwamba mara ya kwanza umeanguka, hebu tuone tena sasa mara ya pili usianguke. Ni rehema hiyo ambayo tumepewa wote, na rehema hiyo tunachotakiwa kufanya kama unavyouliza ni kumwamini Yesu na kufuata maagizo yote ambayo tumepewa na Mungu, kuishi kulingana na Mungu anavyotaka, ili sasa rehema hiyo iwe na maana yake ni kwamba tupate uzima wa milele. Kwa hiyo hii nafasi ya pili ni rehema, sio kusamehewa kabisa, ni rehema tu tumepewa ili tujaribishwe mara ya pili, ili tuonekane kama tutashinda. Tumwamini Yesu, tumufate kwa bidii zetu zote. Kweli rehema hii ya pili italeta matunda ya sisi kuokoka na kuingia kwenye uzima wa milele. Amina. Pastor, Mungu akubariki. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji ambao umeendelea kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tunapoelekea mwishoni kabisa wa kipindi chetu, nipende kukukumbusha tu kwamba tunajadili mada kuhusiana na anguko la mwanadamu, na tumeona jinsi gani mwanadamu alivyoingia katika anguko. Tumeona Adam na Hawa walivyoingia katika anguko, na ili anguko ni namna gani linavyoathiri katika maisha yetu haya ya leo. Dhambi imeingia, laana imetolewa, mwanamke atazaa kwa uchungu,
lakini pia mwanaume anatafuta kwa jasho. Lakini hiyo haimaanishi kwamba mwanamke asitafute. Hapana, mwanamke amewekwa kama msaidizi, ataweza kumsaidia mwanaume. Lakini pia tumejifunza kuhusiana na namna ya kuweza kuepukana na hili anguko. Ipo nafasi ya rehema ambayo imeweza kutolewa. Hivyo ni ombi lako na ombi langu tuweze kuwiwa katika nafasi hii ya rehema ambayo tuliopewa, kuweza kuitumia vizuri ili kuweza kurekebisha matendo yetu. Pastor, Mungu akubariki sana. Asante sana. Bwana akubariki.